Ndugu wananchi, kama nilivyosema, moja ya nguzo kuu ya uchumi katika mkoa huu ni utalii, na wasemaji walionitangulia wamelisema hilo, na tumefanya jitihada kubwa kuukuza utalii. Matokeo yake ni dhahiri, yanaonekana, na katika miaka 5 ijayo, mkitupa ridhaa, tumepanga tuongeze idadi ya watalii. Sasa hivi mkoa wa Manyara, watalii waliotembelea hifadhi ya Tarangire na Ziwa Manyara imefikia 1,650,000 na namba nyingine juu, hatua iliyoongeza fursa ya ajira na mapato pia kwa Wanamanyara. Tutaendelea kutangaza na kuendeleza vivutio ili tupate watalii wengi zaidi, na kitaifa mpaka tunafunga mwaka huu 2025 tumefanikiwa kutimiza idadi tulioelekezwa na ilani ya uchaguzi. Ilani ilituelekeza tuwe na watalii 500,000 wa ndani ya nchi na nje ya nchi. Tumefikia 5,500,000. Sasa kwa miaka 5 ijayo, kitaifa lengo tuliojiwekea ni 8,000,000 watalii wa ndani na nje wawe wamefanya utalii ndani ya Tanzania. Sasa yale maombi ya kufungua mageti na kuweka barabara utalii ukue, tunayabeba, tutakwenda kuyafanyia kazi. Ndugu zangu, kama mnavyofahamu, utalii unatokana na hifadhi au hifadhi tunaofanya, na ndio maana watalii wanapenda kuja na kutembelea mbuga zetu. Natambua vile vile pia kuna changamoto ya mgogoro kati ya pori la akiba la Mkungunero na vijiji kule Simanjiro na Kiteto. Licha ya kuainishwa kwa mipaka, bado wananchi wanaendelea kuingia ndani ya hifadhi, lakini hawaingii bure bure, walikuwa wanafuata huduma, na huduma moja wanayofuata kule ni maji, na eneo la pili ni maeneo ya kufanyia kazi zao. Sasa hapa mtaona maumbile yanavyofanya kazi tofauti. Maeneo mengine nadhani pia ndani ya mkoa wa Manyara, wanyama wanatoka kwenye hifadhi kufuata mahitaji kwa watu, lakini kule Simanjiro watu wanatoka huku kwao wanaingia kwenye hifadhi kufuata mahitaji. Sasa uhitaji ukiwepo, whether mnyama au binadamu anaweza akafanya chochote kile. Sasa kwa msingi hiyo, serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii, mahitaji ya kwanza ambao wana Simanjiro kwa wanafuata kwenye hifadhi ni maji. Kwa hiyo tumewaelekeza Wizara ya Maliasili na Utalii kuhakikisha vijiji vile viliko jirani na hifadhi vinapata maji ya kutosha. Kwa wao watafanya kazi na Wizara ya Maji kuhakikisha maji yanapatikana katika maeneo yale, na hili la maeneo ya kufanyia kazi zao tunakwenda kulifanyia kazi ili kufanya hifadhi ifanye kazi zao na wananchi waendelee na maisha yao.